Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ndoa ni zawadi ya Mungu iliyokusudiwa kwa ajili ya furaha na nguvu ya wote wawili wanaoingia katika ndoa kwa manufaa ya jamii nzima ya kibinadamu. Mungu alitumba mume, mke na wakakirimia wanadamu vipawa vya mtu kuwa na mwenzi uwezo wa kupenda na kutunza na kulea watoto. Yesu alithibitisha agano la ndoa na akafunua upendo wa Mungu mwenyewe kwa kujitoa pale msalabani. Roho Mtakatifu wasaidia wale walioungana katika ndoa kwa alama hai za neema, upendo na uaminifu wa Mungu. Aidha, ndoa ni tukio la kibinadamu likiambatana na viapo vinavyoshuhudiwa hadharani. Katika ibada, ahadi hizi kuzungukwa na uwepo wa mashahidi maalum na watu wa Mungu wengine, pamoja na ushahidi wa neno la Mungu na sala za baraka kwa wahusika. Sasa bwana harusi na bibi harusi mesimama hapa mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi toka kwa Mungu. Sisi tunamwombea ili Mungu mwenye enzi awabariki na kuwaongoza katika unyumba wenu siku zote kwa msaada wa Roho Mtakatifu wake muunganisho, ili muishi pamoja kwa kusaidiana na kusikilizana siku zote. Kanisa, naomba tusimame tuombe. Katika jina lako wasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufika kwenye uzima wa milele. Amen. Kanisa, mketi. Sikilizeni neno la Mungu jinsi linavyotufundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo aliwaumba mwanzo mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkeo, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata umekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Sikilizeni jinsi Kristo anavyofundisha kwa vinywa vya mitume wake Paulo na Petro, akikaza kuwa mtu na mke waishi pamoja na kuwa na haja kunyenyekeana katika kicho cha Bwana. Enyi wake, watiini waume zenu katika kumtii kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe, na kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi samehaneni vivyo hivyo. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima, mkifundishana na kuonyana. Sasa na wauliza hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu na mbele ya mashahidi wenu, wewe Zakayo Peneti Mole, unakubali na kutaka kuoana na huyu Mesia Njuru Benjamin Munga kuwa mke wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Wewe Mesia Njuru Benjamin, unakubali na kutaka kuoana na huyu Zakayo Peneti Mole awe mume wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza,
utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia na utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Basi ndugu zangu wapendwa, hapa sisi sote tumesikia majibu ya Bwana Zakayo na Mesia. Ndugu zetu hao wameonyesha kukiri kwamba wote wawili kwa nia moja wamekubaliana kuungana katika ndoa ya Kikristo kwa uongozi wa Mungu. Sisi sote wa usharika huu tuone wajibu wetu wa kuwasaidia na kuwaombea. Umvishe mke wako hiyo ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama kwako ya kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati ya yako nami, na kuwa mwaminifu katika ndoa hii mpaka kufa. Asante. Sasa Mesia, pokea pete hii, umvishe mume wako huo ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama kwako ya kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Asante sana. Wapendwa katika Bwana, amesimama hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu. Namuomba kila mmoja wenu akiri kwa mdomo wake ahadi ya ndoa. Pele Timole, nakubaliana na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Mesia Njuru Benjamin kuwa mke wangu kwa maisha yetu ya ndoa, kwa maisha yetu, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na maskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya, nikupende nikutunze mpaka kifo kitakapokutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndio ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na usharika huu. Mimi Mesia Njuru Benjamin Munga nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Zakayo Pene Timole kuwa mume wangu kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu na kweli mbele yako na mbele ya Mungu na usharika huu. Neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa, na utangazia mbele ya usharika huu na mbele ya Mungu mtakatifu kuwa ndoa yenu imefungwa na kubarikiwa, na mmeungana katika unyumba wa mume na mke. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana waangazie nuru zake na kuwafadhili, na Bwana awainulie uso wake na kuwapeni amani. Na baraka hii nawatakia katika jina lake Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen.